Alhamdulillah tuko katika Ramadhan, lakini imagine ya kuwa hatujafaidika nayo. Ramadhan inakupita yani bila wewe kuhisi thamani yake. Takhayal, watu wengi wanajihisi yani majuto baada Ramadhan. Kwa sababu gani? Hawajaitumia wakati wao ipasavyo. Hususan kwa sisi wanawake, utahisi ya kuwa Ramadhan inakupita uko jikoni, mara uko sokoni, mara uko ziara kwa family na mambo tofauti tofauti. Katika video hii tutakuwa na routine rahisi ambayo kwamba itatujalia tuiishi Ramadhan kama Ramadhan. Tuiishi Ramadhan ipasavyo. Biidhnillah, tunataka hii Ramadhan iwe ni Ramadhan tofauti. Lakini nakuomba usikilize hii video mpaka mwisho ili ufaidike na ufaidishe wenzako. Pia ikiwezekana unaweza ukachukua karatasi ama na kalamu, ama unaweza andika notes katika simu yako, kwa sababu hizi nukta ambazo kwamba nitazisema ni muhimu. Yani nitakayotaja hapa yatakusaidia wewe. Amani, rahma na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yenu. Na wakaribisha nyote kwa moyo mkunjufu popote pale mnisikizapo. Allah wajalie siku zenu ziwe njema, ziwe na furaha, ziwe na baraka tele tele. Tumemwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe mwezi huu mtukufu. Yani Allah katujalia sote tukafika hapa mpaka mkapata kusikiza hii video yangu. Tuseme alhamdulillah kwa hiyo. Sikizeni hii hadith kwa makini. Rasul sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa raghima anfun rajulun dakhala alayhi Ramadhan thumma salakha fihi qabla yughayirahu wa iyadu billah. Subhanallah, sikizeni hii hadith. Amesema Rasul sallallahu alayhi wasallam ya kuwa amepata hasara kubwa kwa yule ambaye kwamba Ramadhani imeingia na wala hajasamehewa madhambi yake. Imagine ya kuwa Ramadhani imeingia, hujafanya ibada yoyote, hujasamehewa madhambi yako, hujafanya istighfar, hujafanya tauba mpaka Ramadhani kaisha. So Rasul sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha kuwa huyo mtu amepata hasara. Basi insha Allah akhawati fillah, nitakuwa nikizungumzia hatua 10 ambayo kwamba itatujalia tuishi Ramadhan kama Ramadhan. Nataka mnipatie umakini wenu muisikilize hii video mpaka mwisho. Na pia mnaweza kuandika katika comment faida ambazo kwamba mmefaidika nayo. Zaidi ya hayo yote, naomba mshare hii video, kwa sababu fadhalu ala khairi kafailihi, ni mjalie mwenzako pia na yeye afaidike. So jambo la kwanza ambalo kwamba litatujalia tuishi Ramadhan kama Ramadhan, tuiishi Ramadhan kama ipasavyo, tunafaa kufanya toba ya ukweli, taubatun nasuh. Usisemi bado nimechelewa, Ramadhani imefika Ramadhani ya 4 ama ya 5 ama ya 6 ama ya 7 huko ndoni, yani bado hujachelewa, unaweza anza toba saa hii. Tauba ni wajib kila wakati. Yani kila mara ni wajib. Ukifanya dhambi unafaa yani usiku kutubia, mchana kufanya tauba. Tunafaa sisi tufanye kila mara, yani tauba yetu iwe ni mpya. Tamam, nina swali. Kwa nini sisi tunapaswa kufanya yani tauba yetu kila mara iwe ni mpya? Akhawati fillah, sababu kubwa ni ya kuwa yani sisi hatujui tutaondoka katika hii dunia ni lini. So kila mara ukifanya dhambi, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatujui wakati gani Allah subhanahu wa ta'ala atachukua roho zetu. Hatuelewi na wala hatufahamu ni lipi litakuwa tukio letu la mwisho hapa duniani. Allah tujalie sote husnul khatima. Na wala hakuna mtu yoyote ambaye kwamba yuko na hakika atadumu wakati gani katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini? Akhawati fillah, isma madha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl. Sikia Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini? Allah subhanahu wa ta'ala hunyoosha mikono yake usiku, yani ili atubie mwenye kufanya maovu mchana, na yunyoosha mikono yake mchana ili atubie mwenye kufanya maovu usiku. Wa fi hadithin akhar yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man taba qabla an tatla'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Yoyote yule atakayetubia kabla ya jua kuchomoza kutoka magharibi, ambayo kwamba adatan yani jua halichomozi kutokea magharibi, ambayo wazi itakuwa hiyo siku ni siku ya kiyama. Anasema ya kuwa yoyote atakayetubia kabla haijafika hiyo siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali toba yake, na kiyama chako kitasimama pindi ambapo kwamba mauti itakufikia. Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yugharghir. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali, anaitakabali ile toba yako
Yani hapa namaanisha kuwa Allah atakubali ile tauba ya mja maadamu roho yake haijafika kooni. Khalas, roho yako ikifika kooni hakuna cha tauba, kama alivyofanywa Firaun laanatullahi alayhi wa iyadu billah. Yani kabla sakaratul maut tauba yako ni makbul. Ukiwa katika sakaratul maut khalas, tauba yako ni marfudh, tauba yako haikubaliki. Allah tujalie husnul khatima. Pia akhawati fillah, jambo kubwa ambalo kwamba mimi nawahusia katika hii Ramadhan ya kuwa tunapaswa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na ghiba, yani kumsema vibaya mwenzako. Haswa sisi wanawake tunapaswa kuwa waangalifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ghiba ni haram na ni miongoni katika madhambi makubwa. Mtu yuweza sema adi, yani kawaida, unamsengenya mtu, unamsema mtu vibaya, yani unaona ni jambo la kawaida, lakini inda Allah ni akbarul kabair. Yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumsema mtu vibaya ni katika madhambi makubwa. Haijalishi kabisa unachokiongea ni ukweli ama ni uongo. عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة ماذا قال؟ رسول صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kuhusu ghiba, kuhusu kusengenya, kuhusu kusema watu vibaya, amesema nini? Qala dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja mwenzako ama ndugu yako kwa jambo ambalo kwamba asilolipenda. Kisha moja katika sahaba akauliza kuwa afaraaita in kana fihi maqul, vipi ikiwa kile ambacho kwamba nilikizungumzia ni cha ukweli? Sikia Rasul alayhi afdalu salatu wassalam alimjibu nini? In kana fihi ma taqul faqad ikhtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Ikiwa ni ukweli basi umemsema kwa ghiba, yani umemsengenya, na ikiwa si ukweli basi umemzushia, yani umemsingizia. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه أنه رأى ليلة أسري به قوما لهم أظفر النحاس يخمشون به وجوههم وصدورهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقولون في أعراضهم. Rasul sallallahu alayhi wasallam alituambia kuwa usiku wa Lailatul Isra wal Miraj aliona watu ambao kwamba walikuwa na makucha marefu, ambayo kwamba yale makucha yalikuwa na sharp. Walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakijikuna uso zao na vifua vyao. Rasul sallallahu alayhi wasallam alipouliza kuhusu wao akaambiwa ya kuwa hawa ni watu ambao kwamba walikuwa wakikula nyama ya watu, yani walikuwa wakisengenya. Hawa ni watu ambao kwamba walikuwa wakizungumzia watu wengine vibaya na kuvunja heshima zao. Kwa hiyo akhawati fillah, tujihadhari na kusengenya. Rasul sallallahu alayhi wasallam amesema ya kuwa alghibatu taakulu alhasanat kama taakulu an-nar al-khatab. Ushaona moto vile inavoliwa na kuni, so thawabu zako zote zitaliwa na kusengenya kwako. Utapokonywa thawabu zako zote, apewe yule ambaye kwamba umemsengenya. Nyinyi mnachukulia hili jambo ni maskhara, lakini inda Allah ni jambo kubwa. Ni lazima kila mmoja wetu atafakari kabla ya kuzungumza. Ajiulize ya kuwa je, maneno ambayo kwamba nitakayoongea yataleta radhi kwa Allah subhanahu wa, yani Allah ako radhi na mimi nikiongea haya maneno. Unafaa pia kujiuliza ya kuwa je, haya maneno nitakayoongea ni ya khairi ama ni ya ihsan ama yana faida yoyote? Kama haina faida yoyote, khalas achana naye. Na jambo lingine ambalo kwamba ni muhimu, ambayo kwamba unafaa kujiuliza kabla hujazungumza, je, kuna umuhimu gani katika mazungumzo haya? Kuna mambo mengine hayana haja uyazungumzie, kwa sababu wewe unajua wazi ya kuwa ukiyazungumza haya maneno bila shaka utaingia katika ghiba. Okay, kuna swali unaweza kujiuliza baada ya kufanya tauba zako. Yani maybe ulikuwa wewe wasengenya sana, Allah akakuongoza ukafanya tauba. Sasa kama niliwahi kufanya ghiba, so Allah kanijalia hidayah nikafanya tauba. Sasa swali liko hapa, je, watu ambao kwamba niliowazungumzia watachukua thawabu zangu? Kabla sijajibu hili swali, ningependa kuambia mniwekee like, mfanye share na wenzenu ili tupate kushare thawabu. Na mnifanyie subscribe ili nikishusha video yote, inshallah itakuwa nikishusha video yote upate. So kufanya tauba anil ghiba kuna hali mbili. Maulama wamesema kuwa kuna hali ngapi? Mbili. Hali ya kwanza, ikiwa wewe unamjua huyo mtu, yani mnaelewana, unaweza kumwambia kwa upole, kwa maneno mazuri, kumwambia siku fulani nimekusema hivi na hivi na hivi, naomba radhi, naomba msamaha, ukamuelezea vizuri. Ikiwa huyo mtu ni understandable, yani atakuelewa vizuri.
Kwa sababu gani anasema hivyo? Kwa sababu ni bora hapa hapa duniani umshike huyo mtu ambaye kwamba umemsengenya, umwambie kuwa mimi nilikwambia siku fulani nilikusema vibaya hivi na hivi na hivi, kuliko yaumul qiyama aje akushike wewe mwenyewe unahitaji ile thawabu, aje kupokonya zile thawabu. So ni bora hapa hapa duniani mumalizane. Ikiwa huyo mtu ni mwenye kuelewa, unaweza ukaenda ukamwambia, yani mimi nilikuwa na kusema hivi na hivi na hivi. Lakini hali ya pili, ikiwa yule mtu yani ni mtu mkali, huwezi kwenda kumwambia, si mtu wa kuelewa, ni short temper, maybe atakupasukia pale pale, ni bora umfanyie dua kwa ghaib. Ni bora umuombe Allah msamaha na ufanye dua kwa ghaib. Kwa sababu yaumul qiyama maybe ataweza kuja ashangae ako na thawabu nyingi, kumbe wewe ile dua yako ndio ilikuwa inamzidishia thawabu. So akhawati fillah, hili jambo si jambo dogo. Tujitahidi tujiepushe na ghiba, tujiepushe na kusengenya. Kuna vitu viwili unafaa kuelewa ya kuwa, yani kuna kumkosea Allah, yani kuna dhambi ambayo kwamba umefanya umemkosea Allah, na kuna dhambi ambayo kwamba umefanya umemkosea mwanadamu. Ya Allah, unajua ukifanya tauba Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi atakusamehe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma na mwingi wa kusamehe. Lakini kuna ile kumkosea mwanadamu, hiyo ndo akbar shi ambaye ni akhtar shi, inaweza kukupeleka motoni. Mpaka hapo yani khutwa ya kwanza tumechukua. Insha Allah muwe mumepata istifada hata kama ni kidogo. Insha Allah nawatakia Ramadhani njema. Allah taqabbal saum zenu, Allah afungulie kila khair, na Allah tujalie minal mustami'in. Allah tujalie katika watu ambao kwamba wanasikiza na wanafuata. Mpaka hapo insha Allah, I hope mmepata istifada hata kama ni kidogo katika yale mambo 10 ambayo kwamba tumeyasema. Ya kwanza tushaimaliza alhamdulillah, ambayo ni tauba. So stay tuned usikize ya pili na ya tatu na insha Allah mpaka ya 10. Mpaka hapo akhawati fillah, astaudi'ukumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.